Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 16 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita, sehemu ya 15, kama utakuwa unakumbuka vizuri tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati huku Dar es Salaam Daniel Kabanzu pamoja na mama yake Sabrina wakiwa wanakaribia kabisa kukamatika kwa mipango yao mibaya kwa familia ya Mona Lisa. Huko upande wa pili Songea, mzee Kifaru alikuwa hacheki na wowote kutokana na funzo kubwa ambalo alikuwa amepata la kujali watu wa nje na kuiacha familia yake ikihangaika. Na wakati hao ndugu ambao alikuwa na wajali hawakuwa na msaada wowote wale kwake katika wakati ambao alikuwa hana kitu. Kilichoendelea ni kunacho hapa katika sehemu ya 16. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Taarifa ya tabia mpya ya mzee Dennis Kifaru ilimfikia Kichenje mwenyewe, ambaye toka juzi alikuwa anawaza namna gani ya kupata msaada kwa mzee Kifaru, na akajikuta alikuwa anachukia sana. Anaweza vipi kuwafanyia hivi ndugu zangu jamani? Amada kusema kwamba kwa sababu sisi ni masikini. Alikuwa anazungumza pale Kichenje kwa sauti ya hasira akiwa pamoja na mke wake. Yaani kusema kweli kabisa mume wangu, hata mimi nashangaa ni kwa nini kaka yangu amekuwa hivyo sasa. Kwa sababu hajawahi kabisa kuwa kama hivyo. Labda itakuwa ni wifi ndio amemharibu kaka yangu. Alikuwa anazungumza pale Christina kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha chuki ya wazi kabisa kwa huyo wifi yake, yaani mke wa kaka yake. Basi sikiliza mama Jeni. Hapa inatakiwa uende kwa kaka yako mzee Kifaru, tumombe msaada atufungulie duka nyingine. Alikuwa anazungumza pale Kichenje bila hata kuona aibu. Lakini sasa baba Jeni, hivyo nadhani kwamba kweli kabisa kaka atatusaidia? Licha haya yote aliyotokea, kwa sababu wakati ambao alikuwa katika hali ya umasikini mkubwa, sisi sio tu kwamba tulishindwa kumsaidia yeye, bali hata watoto wake walipokuja kwa ajili ya kuomba hifadhi hapa tulishindwa kabisa kuwasaidia. Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa sauti ya mshangao. Lakini unaogopa bure tu mke wangu. Mimi sidhani kabisa kama anaweza kutonyima bwana. Ukichukulia mbali wewe ni mdogo wake kabisa, kwa lazima tu atakusaidia. Alikuwa anazungumza pale Kichenje kwa sauti ya kujiamini. Hivi baba Jeni, unakumbuka vizuri wakati ule nilivyowafukuza kabisa wakina Jaki kama si wajui? Wakati ambao wifi alikuwa naumwa amelazwa kule hospitalini. Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa namna ya kama alikuwa anamkumbusha mumewe. Hata kama hiyo ilitokea mke wangu, lakini bado haiwezi kabisa kubadilisha kwamba ninyi ni ndugu wa damu. Ni lazima tu atakusaidia bwana. Alikuwa anazungumza pale Kichenje ambaye msimamo wake ulikuwa ni ule ule kwamba mzee Kifaru lazima tu atawasaidia. Sawa basi nitajaribu. Lakini kusema kweli kabisa sidhani kabisa kama ataweza kutusaidia. Alikuwa anazungumza pale Christina akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anakata tamaa. Wewe nenda bwana kazungumze naye. Hawezi kabisa kuacha kukusaidia. Alikuwa anazungumza pale Kichenje ambaye kusema kweli kabisa huwezi kumweka katika kundi la watu wa kawaida. Alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Taarifa za mzee Kifaru kukataa kupokea ndugu zake zinaanza kuzagaa huko Lumesha kijijini, na huku watu wengi walikuwa wanapongeza hiyo tabia mpya ya bwana Kifaru, hasa kwa ukoo wa bwana Kichenje ambao walikuwa ni wavivu kupita kiasi, na huku wengine walikuwa na kwenda mbali zaidi na kukumbusha kwamba kulikuwa na tetezi za kwamba Salum Kichenje ambaye ndio shemeji yake na mzee Kifaru ndio aliyofanya mpango wa kuiba pesa zote za kinwa mgongo za bwana Kifaru. Na kusema ukweli kabisa, kama ataendelea kuwapokea tena kama ambavyo alikuwa anafanya ile miaka, atakuwa ni mtu mjinga sana. Wana kipindi kile amefirisika, hana hata shilingi 100. Wote wakaanza kumkimbia. Na nasikia tena Salum aliwafukuza watoto wa Kifaru nyumbani wakati mke wake ambapo alikuwa amelazwa hospitalini.
walikuwa wanazungumza vile baadhi ya watu. Jioni sasa, katika kijiwe cha Ulanzi pale karibu na stendi ya barabara kuu ya kwenda mjini, kuna mazungumzo nako pia yalikuwa yanaendelea. Yaani huwezi kabisa kuamini jamaa amekuwa na roho mbaya kama nini. Mimi nimefunga safari kwenda mjini kuwasalimia. Yanasema kwamba eti vyumba ni vya watoto tu. Mimi sina popote ambapo naweza kulala. Yaani mtoto mdogo alale kwenye chumba likubwa kama lile jamani. Alafu mimi mtu mzima kabisa unaniambia kwamba vyumba hakuna kweli? Alikuwa nasikika Hassan Kichenje alikuwa anazungumza vile. Kwa sasa Kichenje, na wewe ulikuwa nataka watoto wabanane kwenye kitanda kimoja, kisa tu wewe ujiachie nyumbani kwa watu, kwani huna kwako? Alikuwa nauliza pale swali mzee Fusi, ambaye ukisema kweli kabisa alikuwa ni mtu ambaye huwa apendi kabisa ujinga mdogo mdogo kama huu. Na kuna wakati, kama utakuwa nakumbuka vizuri kabisa msikilizaji, mzee Fusi alimtandika ngumi Mwalimu Njovu kwa ajili ya dharau. Acha maswali ya kijinga bwana. Sasa watoto wanaweza vipi kumwacha mtoto alale kwenye chumba likubwa kabisa? Na tena kila mtoto na chumba chake. Halafu unaniambia mimi kwamba eti hakuna vyumba. Alikuwa anazungumza pale Hassan Kichenje kwa sauti ya kulaumu. Sasa unataka watu wa kufanyia wewe kazi. Koto unazurura tu mjini kwenye majumba ya watu ukiomba msaada, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali mzee Fusi, na huku alikuwa anaendelea kunywa ulanzi. Wengine walikuwa naacha kuchangia na kusikiliza mazungumzo yao. Lakini wanajua kabisa kwamba yule ni shemeji yangu mimi. Nina haki ya kufika pale na kupewa kila kitu ambacho nitakuwa nahitaji. Alikuwa anazungumza pale Hassan Kichenje kwa kulalamika zaidi. Ungesema kwamba alichokuwa anazungumza kile kwa sahihi. Sasa Hassan, ngoja nikuulize kwanza swali. Na ni kwa nini usingefikia kwa kaka yako ambaye naye yuko kule mjini? Alafu na kwenda kufikia kwa mtu ambaye hata sio ndugu yako, kisa tu mmemwoa dada yake ndio awe ndugu yenu kweli? Alikuwa anauliza pale swali mzee Fusi, na wengine wakaunga mkono. Swali hilo lilikuwa limechoma kidogo sehemu nzuri, kwa sababu bwana Hassan Kichenje alionekana kuumia kidogo moyo, lakini bado alikuwa anajua na kwamba kile ambacho alikuwa anawaza yeye kilikuwa sahihi. Lakini mimi ndio naamua ni wapi ambapo nataka kwenda kupumzika. Sima nyinyi hamjui tu. Siku hizi mzee Kifaru amekuwa wahovyo sana. Amekataa kabisa hata kuninunulia nguo pamoja na viatu pia. Alikuwa anazungumza pale Hassan Kichenje akiwa anatoa shutuma nzito ambazo ziliwashangaza kabisa hata wenzie. Hassan, wewe ni mwanaume bwana, hebu hata kidogo. Yaani kweli kabisa unalilia kununuliwa vitu na shemeji yako? Na tena aliyooa sio wewe bali ni kaka yako. Wewe ulimsaidia kitu gani mzee Kifaru wakati amepata matatizo ya kuibiwa pesa na kutopia katika umaskini mkubwa hapa katikati? Alikuwa anazidi kuuliza vile maswali mzee Fusi, ambaye ni kama vile hakupendezwa kabisa na lawama za Hassan. Kwani wewe nini Hassani? Na tena kwa mambo mliomfanyia, kama ningekuwa ni mimi, hata ndani nisingeingia. Alikuwa anazungumza vile mzee Fusi kabla hata Hassan Kichenje hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anazungumza, na wenzake waliunga mkono waziwazi kabisa hicho ambacho mzee Fusi alikuwa anazungumza. Kusema kweli kabisa, watu wabaya sana nyinyi. Na tena unaambiwa mlishawahi kuwafukuza watoto wa mzee Kifaru wasifiki kabisa kwenu, wakati ambao alikuwa anamuuguza mke wake. Alikuwa anazungumza vile mzee mwingine. Maneno hayo yalimchoma sana Hassan Kichenje kiasi cha kukosa kabisa uvumilivu. Lakini mambo ya familia mwaacheni bwana. Hayo ni mambo ya ndugu tu. Hata hivyo hawezi kabisa kulipiza kisasi kisa alifanywa hivyo. Alikuwa anatakiwa kunisaidia mimi kama shemeji yake. Alikuwa anazungumza pale Hassan Kichenje kwa sauti ya juu na ya ukali pia. Wote walicheka kwa dharau. Yaani kusema kweli kabisa, katika watu wajinga wa mwisho kabisa hapa duniani, basi na wewe. Yaani unamfanya mwenzako ujinga wa namna kama ile, halafu sasa hivi unasema kwamba hawezi kulipiza kisasi. Alikuwa anazungumza pale mmoja kati ya watu ambao walikuwepo pale kirabuni pia. Hassan anazidi kuchukia tu. Anaona kama ataka kimya kaka yake atalaumiwa bure. Halafu aliyefanya hilo kosa la kuwafukuza watoto wake sio kaka yangu, ni mdogo wake mwenye mzee Kifaru.
Kaka anakosa gani sasa kama ndugu yake mwenyewe mama Jeni ndiye aliwafukuza watoto wa kaka yake? Alikuwa anazungumza vile Hassan Kichenji, na huku alikuwa anaona kwamba alikuwa amefanikisha kukwepesha lawama, na kumbe alikuwa ametoa pointi ya kuendeleza mazungumzo. Sasa wewe ulikuwa nakwenda kwa mzee Kifaru kama nani? Wakati wanasema kwamba mama Jeni ndio ndugu wa Kifaru, yaani utadhani kwamba ushemeji wenyewe ni Kifaru ndio ameoa kwenu, na kumbe nyinyi ndio mmeoa kwake. Ungekuwa mtoto wa kike tayari ungekuwa umeshaolewa wewe. Alikuwa anazungumza vile mzee Fusi ambaye alishindwa kabisa kujikanza, kwa sababu kile ambacho Hassan Kichenji alikuwa anazungumza hapa kilikuwa ni ujinga tu. Ilikuwa haiwezekani kabisa mwanaume mzima analalamika kwamba amekwenda kwa shemeji yake alafu amefukuzwa. Na tena bora hata huyo shemeji yake angekuwa ndio ameoa kwao, lakini wao ndio wameoa kwake huyo shemeji yao. Kufumba na kufumbua tayari ngumi ilikuwa imeshatua kwenye paji la uso la mzee Fusi ambaye alikwenda chini bila kutarajia. Pale pale Hasani akamfuata mzee Fusi ambaye alikuwa bado hajainuka, na alianza kumpiga akimnyima nafasi ya kuinuka. Watu wakamshika Hasani na kumtoa pembeni. Acha bwana Hasani, mbona unaleta ugomvi? Kwani hutaki kuambia ukweli kwa pale ambapo unakosea? Alikuwa anazungumza vile mmoja kati ya wazee waliokuwepo pale. Ananiletea dharau mimi hapa? Ya mshenzi nini? Alikuwa anazungumza vile Hasani ambaye naye hakufanikiwa kabisa kuzungumza zaidi, kwa sababu alishtukia kiganja cha mtu mzima ambaye alikuwa anajihusisha na jembe la mkono. Kilikuwa kinatoa usoni mwake kama wimbi la mkono wa nungwi. Maumivu makali kupita kiasi yalimpata Hassan Kichenji. Giza nene likatanda usoni mwake, sambamba na nyota za njano ambazo zilikuwa zimekosa kabisa maumbo mazuri. Hasani alipiga kelele tu za maumivu, ambaye hakupewa kabisa nafasi ya kupiga kelele zaidi. Kofi jingine la pili likamfika kwenye uso wake na kutupwa juu, na kisha alianguka chini na kupigiza kiuno chake kwenye kingo ya benchi. Hapo sasa Hasani alikuwa anahisi kama pumzi ilikuwa nakata. Alikuwa anashindwa kabisa hata kupiga kelele moja. Wewe mzee Fusi, achana naye bwana, utamuua. Walikuwa anazungumza pale wenzake. Wakati huo tayari Hassan Kichenji alikuwa ametulia chini. Alikuwa anashindwa kabisa hata kujisogeza kidogo. Macho alikuwa ametoa kama alikuwa amekaba na tonge la ugali wa uwele. Anajaribu kuomba msaada wa kunyanyuliwa pale chini, lakini anashindwa kabisa kutokana na maumivu makali ya kiuno ambayo alikuwa anayapata. Jamani, muinueni huyo, ameangukia pabaya. Alikuwa anazungumza pale mmoja kati ya wale watu. Watu wakamnyanyua Hasani ambaye kila sehemu ya mwili wake waliokuwa anaishika ni wazi kabisa kwamba mgongo wake ulikuwa umeumia vibaya mno. Siku tatu baadaye, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Wakati huo tayari nyumbani kwa mzee Kifaru alishaletwa mfanyakazi wa ndani ambaye alikuwa ametoka kule kijijini Mwenge Mshindo, ambaye kwa bahati nzuri alishawahi kuishi hapa mjini Songea. Ilikuwa ni majira ya saa 9 za alasiri. Timothy pamoja na Simoni ambao walikuwa wameshahamishiwa shule ya Mfaranyaki walikuwa wako shuleni. Baba na mama walikuwa wametoka kwenda kuangalia sehemu ambayo ukarabati wa ofisi za kampuni mpya ulikuwa ndio unatakiwa kufanyika, pamoja na kununua nafaka ambazo zilikuwa zinaandaliwa. Dada wa kazi ndio alikuwa ni mtu pekee ambaye alikuwa amebakia pale nyumbani. Mara akasikia mlango wa sebuleni ulikuwa unagonga, kwa maana kwamba kuna mtu alikuwa anabisha hodi. Dada wa kazi akaitikia, na huku alikuwa anakwenda kufungua mlango. Ile tu anafungua mlango anakutana na mwanamke mmoja wa miaka kati ya 42 mpaka 44, na huku alikuwa amejitanda kanga juu ya gauni lake. Asante. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanamke, na huku alikuwa anaingia ndani na kwenda kukaa kwenye makochi mazuri. Habari za hapa jamani. Anasalimia vile huyu mwanamke ambaye muda wote alikuwa anageuza shingo yake kutazama namna nyumba ilivyowekwa kifahari na kupambwa na vitu vya thamani pia. Salama tu mama, shikamo. Alikuwa anasalimia vile dada wa kazi. Marhaba. Hapa ni kwa mzee Kifaru. Alikuwa anauliza vile swali huyu mwanamke ambaye dada wa kazi bado hakuwa anamjua alikuwa ni nani. Ndio mama, ndio hapa. Lakini mwenyewe ametoka pamoja na mama. Na wakina Timothy wako wapi? Alikuwa anauliza vile maswali tu huyu mama. Bado hawajarejea kutoka shuleni.
alikuwa anajibu vile dada wa kazi. Nilikuwa nimesahau kabisa kwamba mida ya shule bado. Nawe pia ni nani? Alikuwa anauliza vile swali huyu mwanamke ambaye hakuacha kabisa kushangaa mle ndani. Alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anaduazwa na muonekano wa vitu vilivyomo humo ndani. Mimi ni mfanyakazi tu mama. Je, wakija wakina mama niwaambiaje? Alikuwa anauliza vile swali dada wa kazi ambaye muda wote alikuwa amesimama tu mbele ya huyo mama. Kwani watachelewa sana, kwa sababu lazima niwanane nao. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanamke, na hapo sasa dada wa kazi anashusha pumzi ndefu, akaona kwamba ngoma ilishakuwa ngumu. Ama labda nikupatie nambari zao za simu wapigie. Alikuwa anazungumza vile dada wa kazi ambaye kusema kweli kabisa alishaambiwa kwamba asije kuruhusu mtu yoyote asiyemjua akae pale nyumbani, kwa sababu alishawahi kuibiwa na mtu ambaye alikuwa anajifanya alikuwa anawajua kiuganga. Mimi nasema kwamba ni lazima nionane nao. Kama namba si ningekuwa nimeshakwambia kwamba unipatie. Yule mwanamke alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya ukali. Samahani mama, mimi sikufahamu. Kwa sababu mimi ni mdogo wake na Kifaru. Akizaliwa yeye ndio nazaliwa mimi. Naitwa Christina ama Mama Jeni. Alikuwa anazungumza vile huyu mama kabla hata dada wa kazi hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anazungumza, na alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amechukia. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba huyu mwanamke anamwona dada wa kazi alikuwa ametoa macho kwa mshangao. Mimi nilikuwa nadhani kwamba mzee Kifaru hana kabisa ndugu wengine zaidi ya mtoto wake wa Dar es Salaam. Alikuwa anauliza pale swali dada wa kazi kwa sauti ya mshangao. Ni kama vile alikuwa anamkwaza kidogo Christina kwa jinsi vile ambavyo alikuwa anashangaa. Kwa sasa mpaka uwajue ndugu zake, kwani wewe ni nani? Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa namna ya kukasirika ama kuchukia hivi. Hapana mama. Ni vile tu kwa jinsi vile ambavyo alikuwa anaishi kule kijijini. Sikuwa nimetegemea kabisa kama alikuwa na ndugu huku mjini. Alikuwa anazungumza pale huyu binti wa kazi, na wakati ule ule likasikika gari kutokea nje. Watakuwa ni wake na Timothy yao. Alikuwa anazungumza pale dada wa kazi, na wote wakachungulia dirishani. Christina ama mke wa bwana Kichenje anaweza kuliona gari Toyota Hiace lilikuwa linasimama nje ya nyumba ile, na kisha wanashuka watoto Timothy pamoja na Simoni, na huku alikuwa amevalia sare mpya kabisa za shule, viatu vipya pamoja na mabegi mapya kabisa ya shule, na kisha gari ambalo alikuwa anaendesha kijana ambaye Mama Jeni alikuwa anamjua vizuri lilikuwa linaondoka zake, na huku akina Timothy walikuwa wanaingia ndani. Kwa muonekano wa nyumba na muonekano wa watoto, Christina hakuwa na haja ya kutabiri hali ya maisha ambayo kaka yake alikuwa nayo kwa sasa. Alikuwa anajua tu moja kwa moja kwamba kaka yake mzee Kifaru kwa sasa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na pesa ndefu. Christina anatazama mlangoni ambako akina Timothy walikuwa wanaingia, na anawadaka juu kwa juu. Wow, jamani, shangazi zangu hao. Alikuwa anazungumza vile Christina kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na furaha ya hali ya juu. Lakini sasa Timothy pamoja na Simon walikuwa wanamtazama tu kwa mshangao. Ni kama vile walikuwa wanamuona kwa mara yao ya kwanza siku ya leo, na huku alikuwa anasogelea sebuleni, hali ambayo inamshtua kidogo Mama Jeni, yani mke wa bwana Kichenje, dada mdogo wa bwana Kifaru, ambaye anawatazama watoto kwa macho ya tahadhari. Timothy pamoja na Simon walipofika usawa wa Tina, wakamwamkia kwa pamoja. Shikamoo. Ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa imejaa heshima na unyenyekevu hali ya juu kabisa, na huku alikuwa anasimama na kumtazama huyu shangazi yao ambaye wanamkumbuka vizuri kabisa kile ambacho aliwafanyia miaka michache iliyopita. Marahaba jamani. Hamjambo lakini. Na sasa mmeshakuwa wa baba jamani mashangazi. Alikuwa anazungumza pale shangazi Christina kwa sauti ya uchangamfu mpya, na ni wazi kabisa kwamba wasiwasi walikuwa wameshaanza kumtoka. Hivi nye jamani, mmeshanisahau shangazi yenu? Anauliza pale swali shangazi Christina, na huku alikuwa anawatazama wakina Timothy ambao walikuwa wamesimama tu mbele yake.
Tunakukumbuka anti, alikuwa anajibu pale Timothy, ambaye huyu alikuwa anaonyesha kwamba ni mzungumzaji kuliko Simon. Sasa kama mnanikumbuka, mbona mnanishangaa tu kama hivyo? Tunakukumbuka shangazi, alikuwa anazungumza pale Timothy, na kisha akataka kutoka kuelekea chumbani. Hebu subiri kwanza shangazi, anazungumza pale Christina, na Timothy anasitisha safari yake, na alikuwa anasimama tu kama ambavyo mwenzake Simon alikuwa amesimama. Jamani, sasa kama mnanikumbuka vizuri kabisa shangazi yenu, mbona hamnichangamki? Alikuwa anauliza pale swali shangazi Tina, lakini sidhani kabisa kama kweli alikuwa anahitaji jibu la swali hilo. Timothy anamtazama Simon ambaye pia alikuwa anamtazama. Eti Timothy, wewe kwani humkumbuki shangazi wa kule Majengo? Alikuwa anauliza pale swali Timothy, na huku alikuwa anamtazama mwenzake Simon. Namkumbuka sana tu. Si ndio yule ambaye alitukataza kulala kwake mpaka tukaenda kulala nje kule hospitali wakati mama alipokuwa anaumwa? Alikuwa anazungumza pale Simon bila hata kupepesa macho. Shangazi anamtazama dada wa kazi kuona kama alikuwa amesikia hilo jambo ama hakuwa amesikia. Anamwona alikuwa anatabasamu tu pembeni. Shangazi anainama chini kwa aibu. Kwa sasa jamani wanangu, mnataka kusema kwamba hamjanisamehe mpaka leo shangazi zangu? Alikuwa anazungumza pale shangazi Tina kwa sauti ya kubembeleza mtoto. Timothy alijibu tu kwamba hajui, na akaanza kutembea kuelekea chumbani kwake, na huku alikuwa anafuatiwa na Simon ambaye pia alikwenda chumbani kwake, akiwaacha dada wa kazi alikuwa anamtazama mama Jeni ambaye alikuwa ametoa macho tu kwa aibu. Samahani shangazi, nilikuwa naomba uondoke, na wakina baba wakija basi nitawaambia tu kwamba ulikuja. Alikuwa anazungumza pale dada wa kazi, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa hana utani na hicho ambacho alikuwa anazungumza. Lakini mimi si nimekuambia kwamba ni ndugu wa mwenye nyumba hapa? Sasa unataka niondoke nielekee wapi wakati nimekuja kwa ndugu yangu? Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa sauti ya ukali. Lakini mimi nilishaambiwa toka mapema kabisa kwamba nisikaribisha watu ambao siwajui. Alikuwa anajibu vile dada wa kazi kwa sauti yake ambayo haikuwa na msimamo. Kwani hujawasikia wakina Timothy wamezungumza kitu gani hapa ama? Anauliza pale swali Christina kwa sauti ya ukali, akionyesha wazi kabisa kwamba hakutaka kuondoka. Nimesikia sana tu mama, na wanasema kwamba waliwafukuza wasilale kwako, wakaenda kulala huko nje ya hospitali. Alikuwa anazungumza pale dada wa kazi, na sasa badala ya kupata aibu, Christina akajawa na hasira. Haya, na kuhusu hayo ni masuala ya familia, achana kabisa nayo. Alikuwa anabwata vile Christina. Sasa mimi nitakuamini vipi wakati nilishakatazwa kabisa nisikaribisha mtu? Na nitajua vipi kama wewe kweli kabisa umekuja hapa kwa nia njema ama nia mbaya? Alikuwa anauliza pale maswali dada wa kazi ambaye pia alikuwa anapandisha sauti. Wewe chizi nini? Nitakuja mimi kwa nia mbaya gani kwa kaka yangu kabisa wa tumbo moja? Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa sauti ya juu iliyokuwa na mshangao. Kwani hapo zamani waliweza vipi kuwafukuza watoto wa kaka yako wasilale nyumbani kwako kabisa? Na wakati walikuwa najua kabisa kwamba hawana popote ambapo wanaweza kwenda, badala yake wakaenda kulala nje ya hospitali ambako mama yao alikuwa anaumwa. Na usikute hata hapa mjini wewe uliletwa na kaka yako mwenyewe huyo, lakini baadaye ukashindwa kabisa kuwasaidia watoto wake. Alikuwa anazungumza pale dada wa kazi ambaye mwanzo nilisema kwamba alishawahi kuishi hapa mjini. Hasira zinampanda Christina maradufu. Anatamani kumshika huyu binti wa miaka 16 amfinye kama tonge la ugali na kisha ammezele mbali kwa mboga ya maharage. Hivi unanijua vizuri kabisa mimi wa mtoto? Unaweza vipi kuzungumza na mimi maneno kama haya? Alikuwa anazungumza pale Christina kwa hasira, lakini sasa kabla hata hajamaliza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, dada wa kazi akadakia pale pale. Mimi sikujui kabisa mama, na ndio maana nataka utoke kwa sababu sikujui. Kwanza mama hajawahi kabisa kuniambia kama ana wifi zake,
na kama utaki basi nakwenda kuwaita majirani wa kushangaa hapa. Alikuwa anazungumza pale huyu dada wa kazi kwa sauti ya juu zaidi. Christina anatikisa kichwa kama sikitiko na kisha anaanza kutembea kuelekea mlangoni. Anaufikia mlango na kisha kufungua na kutoka nje. Na kisha anashika njia ya kuelekea majengo, na huku alikuwa anahisi wazi kabisa kwamba watu waliokuwepo kwenye majumba yao walikuwa wanamtazama yeye kana kwamba walikuwa wanajua kile ambacho alichofanya miaka michache iliyopita, akiwafukuza watoto wa kaka yake na hata kukataa kabisa kumpatia msaada kaka yake mwenyewe. Christina Kifaru, ama tunaweza kumwita Tina ama hata Mama Jeni, alikuwa anatembea tu na huku alikuwa anawaza kile ambacho kilikuwa kimemtokea kwa watoto pamoja na dada wa kazi wa kaka yake, ambaye kusema kweli kabisa licha kwamba walichokizungumza kilikuwa na ukweli, lakini alikuwa anaona kwamba walikuwa wamemkosea adabu kupita kiasi. Yaani wameshindwa kabisa kujali kwamba mimi ni mtu mzima. Wao wananisema tu waziwazi. Kwa sasa inamaanisha kwamba kaka ndio huwa anawafundisha watoto tabia za ajabu kama hizi. Alikuwa anazungumza pale Tina wakati anaendelea tu na safari kichwani mwake, licha ya kulalamika kitendo ambacho alikuwa amefanyiwa na watoto wa kaka yake, ambacho alikuwa anaona kwamba kilikuwa ni kibaya kuliko kile ambacho alikifanya yeye miaka michache iliyopita. Lakini pia Tina alikuwa anawaza na kuvuta picha ya jinsi ndani kwenye nyumba ya kaka yake kulivyojaa vitu vya thamani. Yaani sisi tunateseka tu siku zote huko nyumbani, alafu yeye ananunua tu TV mikubwa kama ile. Anamfanya kazi wa ndani kabisa. Kwani yeye wifi anashindwa kufanya kazi zake za ndani mpaka wanamlipa pesa nyingi ufanya kazi kama hivi? Si bora hata hizo pesa angetupatia sisi zitusaidie? Alikuwa anazidi kuzungumza pale Christina, ambaye anaamini kwamba alikuwa na haki ya kusaidiwa na kaka yake Mzee Kifaru. Mama Tina wakati anazidi kuwaza tu mambo ya hapa na pale, mara anastuliwa na sauti ya kike kutoka nyuma yake, na alipogeuka anastuka kumwona mdogo wake Doris, ambaye alikuwa anamfuata mbio mbio. Huyu naye sasa atakuwa amefuata kitu gani huku? Alikuwa anajiuliza pale swali Christina, na huku alikuwa anamtazama mdogo wake huyu ambaye alikuwa anatokea kule ambako alikuwa ametokea yeye. Mwenzetu kulikuwa ni Tina, mbona nimekuita sana hata kugeuka tu haugeuki? Alikuwa anauliza pale swali Doris mara baada ya kumfikia Tina. Kusema kweli kabisa mdogo wangu, acha tu. Kwani huku anatokea wapi? Alikuwa anauliza pale swali Mama Jeni, na huku sasa walikuwa nasimama. Mwenzako jana si nikashauriana na shemeji yako, na kutokana na haya mambo jinsi ambavyo yanaendelea, akasema kwamba nije kwako tushauriane, tukaombe msaada kwa kaka. Sasa nafika pale naambiwa kwamba umetoka. Nikasema kwamba basi waacha mimi nije huku. Sasa nakaribia kabisa hapo nyumbani kwa kaka na kuona unatoka, unapanisha barabara ya juu huko. Nikasema ngoja kwanza nikuulize imekuaje huko. Ndio hapa sasa na kuita toka kule chini kabisa, lakini hata uitiki. Alikuwa anazungumza pale Doris, ambaye alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Christina naye hakumficha mdogo wake, akamsimulia kila kitu ambacho alikuwa amekutana nacho, na huku alikuwa anamshutumu kaka yao Kifaru kwamba alikuwa amewalea vibaya sana watoto wake, hawana heshima kabisa kwake kama shangazi. Yaani wanazungumza waziwazi kabisa, hata kusema kwamba huyu ni shangazi yetu hakuna. Wamenisema wazi kabisa, utadhani ni watu wazima. Alikuwa analalama vile Christina. Hapo sasa Doris alishika kiuno. Basi hapa kusema kweli kabisa hakuna namna dada, nitarudi tu kijijini. Alikuwa anazungumza pale Doris kwa sauti ya unyonge, na huku alikuwa anaanzisha safari ya kuelekea kule ambako alikuwa anaelekea Tina, yani barabara ya kuelekea majengo. Kivipi sasa unasema kwamba utarudi kijijini? Kwa maana hiyo ndio nataka kusema kwamba umeshakata tamaa kabisa kiasi kama hicho? Alikuwa anauliza pale swali Christina kwa sauti ya kumshangaa mdogo wake Doris, na huku yeye alikuwa anamfuata nyuma mdogo wake. Dada, kusema kweli kabisa mimi naona aibu. Hivi kaka alitukosea nini mpaka tukamtendea vile ambavyo tulimtendea wakati ule?
Maana kama watoto wadogo tu wale wamekumbuka vile ambavyo tuliwatendea kuwafukuza nyumbani kwetu wakati ambao walikuwa wanahitaji msaada. Unadhani kwamba yeye kaka kama mtu mzima atakuwa amesahau kweli? Alikuwa anauliza pale swali Doris kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anakata tamaa. Acha ujinga bwana Doris. Sisi ni wadogo zake kabisa, lazima atusaidie. Sasa unavyofikiria wewe kama yeye ataacha kutusaidia, atatusaidia nani? Alikuwa anazungumza pale Christina kwa sauti ambayo ilikuwa na kiburi. Basi sawa dada, wewe nenda tu akakusaidie. Lakini mimi kusema kweli kabisa kwa vile ambavyo tulimtendea miaka 3-4 iliyopita, naona hata aibu kumomba msamaha. Sasa wale watoto tulishindwa kabisa kuwasaidia hata pa kulala. Wakati hata pesa za kulipia kodi sehemu ambazo tulikuwa tunakaa baba yao ndio alikuwa anatusaidia. Hata ile nyumba ilichukuliwa kwa pesa ambazo alikopa kwa ajili yetu. Sasa leo anaona tena tunakwenda kwa ajili ya kumomba msaada kweli? Sisi tutakuwa ni binadamu wa namna gani? Hatuoni kabisa aibu dada? Alikuwa anazungumza pale Doris na Christina kidogo alitulia. Akaona kile ambacho mdogo wake Doris alikuwa anazungumza labda kilikuwa na ukweli. Safari ilikuwa nazidi kuendelea tu kimya kimya. Christina kuna jambo ambalo alikuwa anawaza, hata alipopata jibu akamweleza mdogo wake Doris. Basi mimi nitajaribu kuzungumza na mume wangu ili kusudi akamwombe msamaha kaka. Na wewe pia fanye hivyo kama ambavyo mimi nataka kufanya. Vinginevyo naona kabisa kwamba tutaumbuka hapa mdogo wangu. Alikuwa anazungumza pale Christina na safari hii ilikuwa ni kwa sauti ya upole, ikionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amepata kuelewa kile ambacho mdogo wake alikuwa anazungumza. Mara baada ya Christina kufika nyumbani kwake, akamkuta mumewe Kichenje alikuwa amejaa tele tu. Alikuwa anamsubiria kwa hamu ili kusudi ampatie taarifa za huko Mfaranyaki ambako alikuwa amekwenda. Na ni kweli kabisa Christina akamsimulia mumewe bila kuficha kitu hata kimoja. We nawe, sasa kwa nini usingekaa na ukaanza kuwasubiria wenyewe mpaka watakaporejea ili kusudi uzungumze nao? Na unajua kabisa kwamba yule ni kaka kwa tumbo moja kabisa. Hawezi kukuacha hivi hivi mke wangu. Asa wewe unafikiri kwamba tutaishije kama hali ya nyendo hivi? Alikuwa anazungumza vile Kichenje kwa sauti ya kulaumu. Lakini sasa mume wangu, kusema ukweli kabisa, hebu fikiria hata wewe. Kaka alipopata matatizo miaka 5 iliyopita, sisi tulimsaidia kwa lipi ambalo labda unaweza kusema kwamba tulimpatia msaada. Na sio msaada wa kipesa tu mume wangu. Hata msaada wa kumpatia moyo tu kwamba hii hali labda itapita, hatujawahi kabisa kumpatia. Alikuwa anazungumza pale Christina kwa sauti ya upole iliyokuwa na kushauri, lakini ilikuwa ni kazi bure tu kwa bwana Kichenje. Lakini sasa mama Jeni, hivi unaona kweli maisha ambayo tunaishi sasa hivi hapa? Kwa sasa wanataka sisi tuendelee kuteseka tu wakati wao wanaishi maisha mazuri kabisa? Haiwezekani mama Jeni. Ni lazima tufanye jambo ili kusudi aweze kutusaidia. Hatuwezi kabisa kukaa hivi hivi. Alikuwa anazungumza pale Kichenje akionyesha kweli kabisa hakuwa anakubali, na alikuwa anazungumza kama vile huo msaada ambao alikuwa anazungumzia labda ilikuwa ni haki yake, ama alikuwa anadai pesa kwa mzee Kifaru, sasa ndio alikuwa anataka kumrejeshea. Ni kweli kabisa Kichenje alifanya jambo, kwa sababu aliitisha kikao. Alialika ndugu zake wote wa kijijini pamoja na wengine wote ambao walikuwa naishi mjini, na ni wale ambao alikuwa naamini kabisa kwamba kwa namna moja ama nyingine wataunga mkono swala lake ambalo lilikuwa ni la kupinga tabia mpya za mzee Kifaru, kwamba alikuwa ameacha kabisa kusaidia ndugu zake. Kikao kinapangwa kufanyika wikendi ijayo. Pengine lilikuwa ni wazo zuri ndio kuitisha kikao cha familia. Lakini sasa kuna makosa makubwa mawili ambayo bwana Kichenje aliyafanya. Pengine ilikuwa ni kwa dharau ama ni kwa tabia ya kutegemea watu ambayo alikuwa anaishi kwa muda mrefu. Kosa la kwanza lilikuwa ni kuwaeleza ndugu watakaohudhuria kikao, yani ambao walikuwa wamewachagua, kwa sababu aliwaeleza wazi kabisa kwamba kikao kitafanyika nyumbani kwa bwana Kifaru. Kwa sasa wale ambao walikuwa wanaishi mbali, aliwaeleza kwamba wanaweza kufika Ijumaa kwa mzee Kifaru
ambako wanaweza kulala mpaka Jumamosi, ambapo ndio siku atakayofanyia kikao. Kumbuka kwamba Bwana Kishenje alikuwa anafanya haya yote, msikilizaji, bila kumjulisha Bwana Kifaru mwenyewe, ambaye ndio tunaweza kusema kwamba ni mwenye nyumba ambayo Bwana Kishenje alikuwa anasema watu waje tu mjini watalala kwake. Lakini pia kosa la pili tunakuja kulijua siku ya Ijumaa jioni, ambapo mzee Kifaru akiwa nyumbani kwake anatazama TV pamoja na familia yake. Mara akashanga hodi ya kwanza, akakaribisha watu watatu wakiwa na mabegi yao mgongoni. Kabla hata hajauliza dhumuni ya ugeni ule ilikuwa ni ipi, akakaribisha tena wageni wawili na walikuwa na mabegi ya mgongoni. Na kabla hajatulia tena akakaribisha wageni wengine tena, mara wengine tena. Watu walikuwa na mimilika tu hapa nyumbani kwake, na bahati nzuri wote alikuwa na wajua, na walikuwa na jinsia tofauti tofauti, yani wa kike na wa kiume. Na sasa tayari walikuwa wameshafika idadi ya wageni 15. Ndipo sasa mzee Kifaru akashindwa kabisa kuvumilia, japo wengine kati yao alikuwa na waheshimu sana, ikabidi awaulize swali. Jamani, samanini, mbona mwenzenu nakuta sielewe kabisa? Ugeni huu una heri kweli jamani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru, ambaye aliona ukoo wote wa mzee Kishenje walikuwa na hamia pale kwake. Wageni ambao wengine walikaa kwenye ukumbi wa chakula na walikuwa natazama na tu kwa mshangao. Jamani, kwani hujui kesho kuna kikao cha familia hapa nyumbani kwako mzee Kifaru? Alikuwa anauliza pale swali mzee mmoja ambaye alikuwa ni mzee zaidi ya mzee Kifaru. Unasema kwamba kuna kikao kesho cha familia? Familia ipi ambayo unazungumzia hapa mzee? Anauliza pale swali Bwana Kifaru kwa sauti ya mshangao, kwa sababu taarifa za kwamba kulikuwa na kikao ndio alikuwa anazipata muda huu kwa mara ya kwanza kabisa. Jamani, kwa shemeji yako Salamu haja kueleza kwamba kuna kikao cha familia kesho Jumamosi? Anauliza pale swali mzee yule. Hapo sasa wote wanaacha vinywa wazi kwa mshangao. Jamani, mimi ndio napata taarifa kutokea kwenu sasa hivi, hakuna chochote ambacho najua. Labda ndio sasa mniambie ni familia gani ambayo inafanya kikao hapa nipate kujua. Alikuwa anazungumza pale mzee Kifaru. Swali hilo sasa linakuwa ni gumu kidogo kwa wageni hawa ambao wanatazama, na kwa sekunde kadhaa kabla halijapatikana jibu ambalo walikuwa wanahisi kabisa kwamba linaweza kumfahamu mzee Kifaru. Kwanza samahani sana mzee Kifaru kwa kuchelewa kukupatia ujumbe ama taarifa ya kikao hiki cha familia. Alikuwa anazungumza pale mzee mmoja kuliko wote pale ndani. Bila samahani kabisa mzee wangu, lakini kile ambacho nataka kujua ni kwamba hiki ni kikao cha familia gani? Familia ya Kifaru ama familia ya Kishenje? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru, na hapo sasa kidogo wageni hawa wakapoa na nyuso zao za kutabasamu zilikuwa zimetulia tu. Ni kikao cha sisi wa kina Kishenje, kwa sababu tumeamua kukaa kikao tuweke mambo sawa, maana tumeona katika ukoo kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Alikuwa anazungumza pale mzee yule. Sasa mzee Kishenje, unasema kwamba mmeamua kuweka kikao kwa ajili ya familia yenu. Sasa mimi hapa nahusika vipi na kikao chenu cha familia? Na hapa nyumbani kwangu panahusika vipi na kikao chenu cha familia? Anauliza pale swali mzee Kifaru, na wote wanatazama na tena kasoro yule mzee kabisa. Lakini bwana Kifaru, unajua kabisa kwamba kwa sasa wewe ni kama ndugu yetu sisi. Sisi wakina Kishenje tumeoa binti kutokea kwenu bwana Kifaru. Kwa hivyo unatuhusu kwa 100%, naweza kusema hivyo. Alikuwa anazungumza pale Kishenje mkubwa. Hapo sasa mzee Kifaru akakuna kidogo na kisha akazungumza. Lakini sasa mzee Kishenje, hii ni mila ya wapi hii kwamba mkioa kwetu basi na mimi nahusika kwenye vikao vyenu? Mila ya wapi hii jamani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru kwa mshangao. Lakini sisi kwa utaratibu wetu bwana Kifaru, wewe unakuwa ni mmoja kati ya familia yetu. Kishenje mkubwa alikuwa anajibu vile. Na mashemeji zenu wengine wako wapi sasa, ambao nyinyi ndio mmekwenda kwa kwao?
kwa sababu mimi najua kwamba sio sisi tu akina Kifaru ndio tuna ndugu yetu kwenu, lakini pia nyinyi najua kabisa mmeoa sehemu nyingi sana. Haya, hao mashemeji zenu wengine wako wapi mpaka mje tu kwa akina Kifaru? Alikuwa anauliza pale swali Kifaru, na hapo sasa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa ametoa jibu. Walibaki walikuwa wanatazama na tu, kabla mmoja ambaye alikuwa ni kijana kuamua kutoa uvivu. Bwana shemeji, mimi naona kwamba hapa tupaswi kabisa kuzunguka. Ni kwamba kuna mambo yanaonekana kwamba hayaendi sawa, na ndio maana tukaona kwamba tuje kukaa kikao pamoja na wewe. Alikuwa anazungumza vile yule mmoja ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na kijana. Mambo kama yapi shemeji? Ambayo mimi na nyinyi tulishawahi kufanya na yakaenda sawa mwanzo. Yalikuwa ni mambo kama yapi? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru. Hapo sasa ni kama kikao kile kwa kimefunguliwa rasmi. Jamani, sasa hapa nafikiri kwamba tupaswi kabisa kufichana. Tueleza na ukweli kabisa, kwa sababu mwenyewe ametaka kuambiwa ukweli. Basi na sisi tunapaswa kumweleza ukweli. Alikuwa anazungumza vile huyu kijana kutokea kwenye ukoo wake na Kichenje. Ni kweli kabisa Bwana Kifaru, kwa sasa malalamiko yamekuwa ni mengi sana juu yako. Watu wakija hapa kwako wanasema kwamba hakuna kabisa sehemu ya kulala, na wanashindwa kabisa hata kuwasaidia vitu vidogo vidogo kama ambavyo ulikuwa unafanya mwanzo. Sasa swali ambalo tumekuja nalo hapa ni kujua ni kwa nini kwa sasa umebadilika sana kiasi kama hicho. Alikuwa anazungumza vile mzee mwingine ambaye umri wake ulikuwa sawa kabisa na Kifaru. Samahani kidogo jamani. Labda ni nani ambaye anasema kwamba nimebadilika, na nimebadilika kuanzia lini pengine? Alikuwa anauliza vile swali mzee Kifaru kana kwamba ile habari ambayo alikuwa anazungumza sio ya kweli. Na hapo sasa kila mtu alikuwa anataka kutoa ushahidi. Wakaweka utaratibu kwamba azungumze mmoja mmoja, na wa kwanza akaanza kuzungumza kutoa maelezo yake. Alikuja hapa Hasani Kichenje siku chache tu zilizopita. Akalala siku moja tu, lakini ukamwambia kwamba sehemu ya kulala hakuna. Vyumba viwili vilivyopo ni vya watoto na kimoja ni cha Jackson ambacho atakuwa nafikia yeye pamoja na mke wake, na kingine ni cha nyinyi ambacho ndio mnalala. Alikuwa anazungumza vile huyo mtu wa kwanza, akainuka mtu wa pili na akatoa ushuhuda wake. Na kuna mtoto mmoja wa shangazi ya shemeji yangu alikuwa anamuuguza mtoto wa mkwe wa shemeji wa mke wake. Na kuna mtoto mmoja wa shangazi wa shemeji yangu alikuwa anamuuguza mtoto wa mkwe wa shemeji wa mke wake. Niliposikia huyu bwana wangu yuko hapa mjini, ndio nikamwambia kwamba msilale hapo nje kwenye baridi ya hospitalini. Nendeni Ufaranyaki kwa Bwana Kifaru mkalale mpate na chochote kitu. Lakini wewe ukawaambia kwamba hakuna chumba cha kulala. Alikuwa anazungumza vile mtu mwingine ambaye pia alikuwa ni mtu mzima kama mzee Kifaru. Sasa Bwana Kifaru, sema kama haya yote ambayo tumezungumza hapa sio ya kweli. Na wewe hukuwafukuza kabisa hao watu waliokuja kuomba msaada hapa. Alikuwa anauliza vile swali huyo mzee ambaye umri wake ulikuwa unafanana kabisa na mzee Kifaru. Mzee Kifaru alitulia kidogo na kisha kuuliza swali. Samahani kidogo jamani, labda hapa tuweke sawa jambo. Unafikiri kwamba shida ni kukosa sehemu ya kuwalaza ama shida ni kuwafukuza? Alikuwa anauliza vile swali mzee Kifaru, na hapo likazuka zogo la dakika chache. Watu walikuwa wanazungumza tu mpaka pale ambapo alitulizwa na kushauriwa azungumze mmoja mmoja. Kwa sasa mzee Kifaru, wewe unaona ni vizuri kuwanyima watu chumba cha kulala tu eti ukisema kwamba ni chumba cha watoto? Alikuwa anauliza pale swali mwanaume mmoja ambaye ndio alikuwa ametoa malalamiko hayo. Hapo sasa mzee Kifaru anatulia kidogo kama vile kuna jambo ambalo alikuwa anatafakari, na kisha akaibuka na jibu ambalo lilikuwa na swali. Kwa hivyo mnataka kusema kwamba watoto wangu mimi wanastahili kukosa sehemu ya kulala kwa ajili yenu nyinyi, si ndio? Anauliza pale swali mzee Kifaru, na huku alikuwa anamtazama yule mtu ambaye alikuwa ameuliza, ambaye alijibu kiushujaa. Lakini sasa mzee Kifaru, inashindikana vipi kuweka chumba kimoja kwa ajili ya wageni?
alafu watoto wakalala katika vyumba vyao tu kama kawaida? Alikuwa anauliza pale swali mzee. Nafikiri kwamba hilo ndilo lilikuwa ni jibu la swali ambalo mzee Kifaru alikuwa anauliza. Na mlishindwa vipi kufanya hivyo wakati mimi nilipokuwa sina kabisa makazi? Na mkaninyima kabisa mpaka sehemu ya kuishi, mkiwafukuza watoto wangu pale ambapo alikuwa anakuja kuomba hifadhi, na mkawaacha wakalale nje kabisa pale hospitalini ambako mama yao alikuwa anauguzwa. Alikuwa anazungumza pale mzee Kifaru. Hapo sasa kila mtu alianza kutazama chini. Hakuna hata mtu mmoja ambaye aliweza kutoa jibu. Haya, na kabla ya kurejea tena hapa nyumbani kwangu, je, kuna mmoja kati yenu hapa alikuja kunitembelea hata siku moja kule kijijini Mwenge Mshindu ambako nilikuwa naendelea tu kupambana na maisha? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru, na swali hili pia halikuwa na majibu. Mzee Kifaru akaendelea kuuliza, na sasa mnataka watoto wangu waishi kwa shida, ili hali wanajua vizuri kabisa kwamba kesho na kesho kutwa nikikosa chochote wanakuwa peke yao kabisa, wanahangaika bila kuwa na msaada, kwa sababu hata wakija kwenu kwa ajili ya kuomba msaada mnawafukuza, si ndio? Alikuwa anauliza pale tena swali mzee Kifaru, na kwa hakika kabisa maswali yote ambayo alikuwa anauliza hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatoa majibu. Sasa nataka niwaambie ni kitu nyote hapa, tena mnisikilize vizuri kabisa. Hiki kikao ambacho mnasema kwamba mmekuja kukaa siku ya kesho sio changu, na wala hakinihusu kabisa mimi. Naombeni muinuke mmoja baada ya mwingine, muende kwa Bwana Salum Kichenje hapo Majengo mkapumzike, na kesho mfanye hicho kikao chenu. Na kama mtakuwa na kikao cha ukoo mzima kitakachohusisha na mashemeji, basi mnaweza kunialika, nitahudhuria. Popote pale ambapo mtapanga kikao kifanyike, mimi nitafika. Lakini sio hapa, kwa sababu mimi sio mhusika kabisa wa kikao chenu. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru, akionyesha wazi kabisa kwamba hakuwa na utani na hicho ambacho alikuwa anazungumza. Hapo sasa bila hata kuaga, mmoja baada ya mwingine alianza kuinuka na kuanza kuelekea kwenye mlango ambao walikuwa wameingilia, na huku vichwa walikuwa wameinamisha chini. Minong'ono ilikuwa na miminika tu. Wapo ambao walikuwa na mlaumu Salum Kichenje, na wapo ambao walikuwa nampatia lawama mzee Kifaru kwa kushindwa kabisa kuacha pale walale japo hadi asubuhi kisha warejea makwao. Kundi lote la watu 13 kama lilivyokuja lilitoka na kisha kuelekea maeneo ya Majengo shuleni nyumbani kwa Salum Kichenje, ambapo waliingia majira ya saa 3 za usiku. Na wakati wanakaribia walisikia redio ilikuwa inazungumza, lakini walipobisha hodi hawakusikia kabisa mtu yoyote akiwa anaitikia, licha ya kurudia mara kadhaa kubisha hodi, lakini bado hakuna mtu yoyote ambaye aliitikia. Jamani, hivi ni kweli kabisa hakuna mtu mwondani au? Alikuwa anauliza pale swali huyo mzee kuliko wote ambao walikuwepo pale. Na mbona redio kama imezimwa? Manake hapa inaonyesha kwamba ndani kuna mtu ndio. Alikuwa anauliza pale swali mtu mwingine. Mnaona sasa jamani? Sasa kama sisi ndugu wenyewe tunafanyana kama hivi, itakuwaje kwa mtu ambaye sio ndugu yetu kabisa? Alafu tunaanza kuambizana kwamba eti twende kwake kukaa kikao. Anatuhusu kitu gani yeye? Alikuwa anazungumza pale mzee huyu kwa malalamiko, na mwingine akaongeza kuzungumza pale pale. Na kile ambacho naona mimi hapa ni kwamba mzee Kifaru yuko sahihi kabisa kutufukuza pale kwake. Alikuwa anazungumza pale mwingine, na mara baada ya hapo sasa zikaanza kusikika nyayo za watu wakiondoka zao, na huku alikuwa anazungumza kwa kulaumu mpaka sauti zao zilipotoweka kabisa. Mke wangu, ni kitu gani kitakuwa kimetokea kwa kaka yako mzee Kifaru? Alikuwa anauliza pale swali Bwana Salum Kichenje, na huku alikuwa anachungulia dirishani. Ungewaitikia wakati wanabisha hodi ndio angekuambia ni kitu gani ambacho kimetokea huko. Sasa unaponiuliza mimi nitakuwa najua kitu gani? Alikuwa anazungumza pale Tina, mke wake na Bwana Kichenje. Acha majibu ya kijinga bwana. Hivyo nafikiria kwamba hawa watu wote tungewalaza wapi hapa? Na ungekula kitu gani pia?
Mimi nawajua vizuri kabisa ndugu zangu, wanakuvamia tu mjini bila hata ya kubeba kiazi kutoka kijijini. Alikuwa anazungumza vile Kishenje ambaye anapandisha tena sauti ya redio na kuendelea tu kusikiliza muziki. Christina anajifikiria kwa sekunde chache na anakumbuka vizuri kabisa jinsi vile ambavyo kaka yao alivyokuwa amewalea toka wakiwa wadogo kabisa mpaka sasa wamekuwa ni wakubwa, na jinsi vile ambavyo aliwapokea hapa mjini Songea na kuwatafutia sehemu za kuishi. Lakini pia alikuwa anakumbuka vizuri kabisa jinsi kaka yao alivyowafungulia duka. Akashindwa kabisa kulinganisha na vile ambavyo walimfanyia wao mara baada ya kuona kaka yao alikuwa amefirisika. Lakini kusema ukweli kabisa, baba Jeni, hata sisi tunatakiwa kujirekebisha. Ona sasa tunashindwa kabisa hata kusaidiwa kwa sababu ya ubinafsi ambao tuko nao pamoja na roho ngumu. Alikuwa anazungumza vile mama Jeni, yani Christina, na huku alikuwa anageukia upande wa pili, yani upande wa ukutani. Hivi wewe mke wangu unaugua ama? Ni kitu gani kibaya ambacho sisi tumemfanyia kaka yako? Sini yeye ndio ambaye ana roho ngumu ya kuacha kutusaidia sisi? Alikuwa anazungumza vile Kishenje na huku alikuwa anamtazama Christina. Mimi naamini kabisa kwamba kama siku ile tungewapokea wakina Jackson wakati ambao walikuwa wanahitaji msaada, na mama yao alipokuwa hospitalini anapatiwa matibabu, basi leo tusingekuwa tunajiuliza mara mbili. Alikuwa anazungumza vile mama Jeni, na hapo bwana Kishenje anaachia kicheko kikali. Yani hapa sio bure kabisa, lazima utakuwa umelogwa tu. Sasa mimi hapa nahusika vipi na kuwafukuza watoto wa kaka yako mke wangu? Sini wewe mwenyewe uliwafukuza watoto wa kaka yako alipokuja kuomba hifadhi hapa nyumbani siku ile? Kwani mimi ndio nilikwambia kwamba wafukuze? Mimi nahusika vipi sasa? Alikuwa anazungumza vile Kishenje, na hapo sasa ndipo Christina alikuwa anajiona kwamba alikuwa ni mjinga kupita kiasi. Lakini nilikwambia kitu mama Jeni, kuna kitu tu ambacho mimi nitafanya. Tutapata pesa nyingi tu na tutalipa kodi, tutafufua duka letu na tutaanza kulipia mapato serikalini. Hakuna mtu yeyote ambaye atatusumbua, na sisi pia tutakuwa na pesa nyingi tu za kuendesha maisha yetu. Alikuwa anazungumza vile bwana Kishenje kwa kujiamini kabisa, na hapo mama Jeni akamgeukia mumewe. Ni mpango gani ambao uko nao jamani mume wangu? Mbona kama unanistua? Alikuwa anauliza vile swali mama Jeni kwa sauti ambayo ilikuwa imechangamka, na kumbe hata ile kujutia makosa yake ilikuwa ni kwa ajili tu ya njaa pamoja na shida ambayo alikuwa nayo. Wewe tulia tu mke wangu, mume wako sinipwe. Basi hata upasu kabisa kuwa na wasiwasi. Alikuwa anazungumza vile bwana Kishenje kwa sauti ya kujiamini. Tukielekea tena huko Dar es Salaam, zilikuwa zimepita wiki 3 sasa. Maisha yalikuwa yanaonekana wazi kabisa kwamba yalikuwa yanakwenda kasi mno. Furaha ilikuwa imetawala katika nyuso za mama Krala, yani Mona Lisa, katika uso wa Jackson ambaye ndio baba yake na Krala pamoja na Krala mwenyewe. Wakati huo tayari Mona Lisa alikuwa ameshamweleza baba yake juu ya kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea mpaka kumpata baba wa mtoto wake, yani Jackson. Lakini pia alikuwa ameshamweleza kuhusu hisia zake mbaya juu ya Daniel Kabazu, kwamba alikuwa anashirikiana na vijana majambazi kwa ajili ya kumwibia. Kwa upande wao Mona Lisa pamoja na Jackson, ratiba ilikuwa ni ile ile. Walikuwa wanaonana jioni na kisha kulala pamoja, na wakati mwingine walikuwa nalala pamoja na Krala, na huku alikuwa anaachana asubuhi, ambapo Jackson sasa alikuwa ameshamalizia mafunzo yake ya udereva, na huko Mona Lisa alikuwa anaelekea kazini, na Krala alikuwa anaelekea shuleni ambako mara moja alikuwa anapelekwa na baba yake, kwa sababu bado Jackson alikuwa ni dereva wake. Siku za weekend walikuwa na wakati mzuri sana Mona Lisa pamoja na Jackson, kwa sababu walikuwa natoka pamoja na kwenda sehemu ambayo waliona kwamba walikuwa nafaa kwenda kama familia, ambako walikuwa nafurahia pamoja. Na huku mtoto Krala alikuwa anazidi kusahau jina la anko na kumwona sasa Jackson kwamba ndio baba yake mzazi. Lakini sasa katika upande mwingine Mona Lisa hakuwa anaonyesha utofauti wowote kwa Danieli. Alikuwa anajitahidi kwa vile kama zamani,
Mona Lisa alikuwa anajitahidi kutumia muda wa mchana akiwa ofisini kwa karibu na Daniel Kabazu, na tena wakati mwingine yeye mwenyewe ndio alikuwa anampigia simu Daniel na kumwomba labda afike ofisini, kwamba alikuwa amekuwa mpweke. Kitu ambacho Mona Lisa alikuwa anazingatia ni kwamba alikuwa anahakikisha Clara hakutani kabisa na Daniel Kabazu, kwa sababu ni lazima tu angezungumza kuhusu babake Jackson na kuanza kumpatia mashaka Daniel, ambaye huyu hakutakiwa kabisa kujua chochote kwa sasa kuhusu Jackson kifaru. Lakini pia katika upande wake mama Mona Lisa, yeye alikuwa bado hajajua afanye kitu gani, kwa sababu kumweleza mumewe alikuwa anashindwa, maana siku zote yeye ndio alikuwa anang'ang'ania kwamba Daniel ndiye mwanaume ambaye alikuwa anamfaa binti yake Mona Lisa. Lakini sasa ataanza kumweleza vipi mumewe kwamba huyu Daniel hakuwa ni mtu mzuri, wakati mwanzo alikuwa anang'ang'ania tu kwamba Mona Lisa anatakiwa kuolewa na Daniel. Na mama Mona pia alikuwa anashindwa kabisa kumuuliza mama Dani juu ya shutuma zile, kwa sababu hakuwa na uthibitisho wote ule juu ya hilo jambo. Na zaidi ya hapo, alikuwa anazidi kusikia tu habari nyingi za kutisha za Sabrina kutokea kwa watu mbalimbali, kiasi kwamba alikuwa anazidi kumchukia Sabrina na kujiona kwamba yeye alikuwa ni mjinga kwa kushindwa kabisa kutambua ulaghai wa Sabrina kutokea mwanzo. Na kwa taarifa yako ni kwamba Sabrina alikuwa anauza baa huko Dodoma. Mara baada ya kuona kwamba mambo sio mazuri, ndio akaamua sasa kuja kutafuta kazi hapa Dar es Salaam, ambako alifanikiwa kupata kazi kwa mzee Pasco Kabazu. Lakini pia aliingia kwenye biashara ya kuuza mwili wake. Alikuwa anasimuliwa vile mama Mona na mama mmoja ambaye huyu alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa anamjua vizuri kabisa Sabrina. Na chanzo cha kufahamiana na mama Kabazu mpaka kumwajili, walikutana tu katika hospitali ya taifa Muhimbili huko, kwa sababu mama Kabazu alikuwa amekwenda kujifungua na huko Sabrina alikuwa amelazwa kwa sababu ya kuharibikiwa ujauzito wake. Lakini haikuwa kuharibikiwa, ukweli ni kwamba alikuwa anatoa ujauzito ambao alikuwa ameupata mara baada ya kubakwa na wanaume 7. Kwa sasa alivyokwenda hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu, ndio akakutana na mke wa mzee Pasco Kabazu, ambaye ndio aliamua kumchukua kuja kuwa dada wa ndani. Alikuwa anasimulia vile mwanamke mmoja ambaye inasemekana kwamba alishawahi kuwa mtu wake wa karibu wa ujanani, na sababu ya kufanywa kama hivyo na hao wanaume ni kwamba alikuwa anajaribu kumwibia mwanaume mmoja akiwa katika hiyo biashara yake ya kuuza mwili. Alipomshtukia ndio akamkamata, akawalika wenzake ambao walimbaka usiku kucha, na hata baadaye alipokuja kushtukia kwamba alikuwa na ujauzito, akaamua kuotoa kienyeji kiasi cha kushtukia akiwa anakwenda kulazwa hospitalini. Alikuwa anazidi kusimulia vile huyu mwanamke ambaye mwisho alithibitisha kwamba Sabrina ndio aliyemuua mzee Pasco Kabazu kwa urafi tu wa mali, na hatimaye kujikuta alikuwa nakosa hata mali zenyewe. Kusema kweli kabisa, Belinda ama mama yake na Mona Lisa akajikuta sasa alikuwa anamuogopa sana Sabrina, ambaye ndio kwanza mara kwa mara alikuwa anampigia simu kumsisitiza kwamba aendelee kumshawishi Mona Lisa akubali kuolewa na Daniel Kabazu. Japo Belinda alikuwa anatamani kumweleza ukweli kabisa Sabrina, lakini alikuwa anashindwa kwa sababu ya usalama tu wa binti yake. Lakini usijali kabisa dada, naona mambo mpaka sasa yanakwenda vizuri tu. Nafikiri kwamba mara baada ya babake kuja Tanzania, basi kila kitu kitaenda vizuri. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kumwelekezea mama Dani kila pale ambapo alikuwa anampigia simu, ambaye ni kweli kabisa alishaambiwa na mume wake kwamba alikuwa anakuja na kuna pesa alikuwa anakuja nazo kwa ajili ya kulipia mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuagiza magari mapya kwa ajili ya kutembelea, pamoja na kulipia mizigo ya mafuta ya vituo vipya ambavyo alikuwa amefungua. Lakini kwa upande wake Daniel Kabazu angalau sasa alikuwa anapata muda wa kukaa na kuzungumza na Mona Lisa, hasa mida ya mchana. Na kwa hakika kabisa walikuwa wanatumia muda mwingi wakiwa pamoja, walikuwa wanazungumza na kucheka kwa pamoja. Si unajua tena kwamba uchangamfu wa Mona Lisa ulikuwa unazidi maradufu mara baada ya kumpata Jackson. Kwa sasa hata Daniel alikuwa anaweza kucheka na kufurahia na Mona Lisa mara kadhaa. Ukaribu wa Daniel na Mona Lisa ulikuwa unazidi kumpatia matumaini makubwa sana Daniel kwamba ipo siku atafanikiwa kupata usaidizi wa kampuni, na hapo ndipo sasa atajipatia pesa nyingi kama ambavyo alikuwa amekusudia. Maana hata mama yake alikuwa anamsisitiza zaidi kuwa karibu na Mona Lisa
kwa sababu mambo yanaweza kuwa mazuri muda wowote kuanzia sasa. Danieli, nasikia kwamba wakina Mona Lisa wana mpango wa kununua magari mapya kabisa na kuongeza fedha kwa ajili ya sherehe zao mpya za mikoani. Je, Mona Lisa ameshakuambia hilo jambo ama bado? Alikuwa anauliza pale swali Sabrina siku moja kumwelekezea mtoto wake Danieli. Nimemsikia tu alikuwa anazungumza mama, lakini sijaupata vizuri huo mpango wao. Alikuwa anazungumza pale Danieli. Basi fuatilia kwa makini sana mwanangu, sawa? Pengine safari hii tunaweza kufanikiwa. Alikuwa anazungumza pale Sabrina, ambaye huyu hakutaka mtoto wake aishi kama maskini. Ukaribu wake Danieli na Mona Lisa, hata nyakati ambazo wapo ofisini, ndio waliosababisha siku moja Danieli asikie jambo kama hilo kutokea kwa Mona Lisa, jambo ambalo lilifanya moyo wake utabasamu kwa matumaini ya kupata utajiri ambao siku zote alikuwa na uota kwamba ataupata kutoka kwenye familia hii. Na siku hiyo walikuwa ofisini kwa Mona Lisa, walikuwa wanazungumza hili na lile. Mara ghafla tu Mona Lisa alipokea simu ya baba yake. Halo, shikamoo baba. Alikuwa anasalimia vile Mona Lisa, na kwa bahati mbaya Danieli hakupata nafasi ya kusikia mpigaji wa upande wa pili wa simu ni kitu gani ambacho alikuwa anazungumza. Ndio, tunaendelea vizuri kabisa baba, sijui huko nyinyi. Niko vizuri kabisa baba. Ni lini baba unakuja? Sawa baba, basi naomba usisahau kabisa kuniletea kitu ambacho nilikuagiza. Alikuwa nasikika anazungumza vile tu Mona Lisa, na huko Danieli alikuwa anafuatilia mazungumzo kwa umakini mkubwa sana. Ndio baba, nakusikiliza. Jamani baba, pesa zote hizo kwa nini usinipatia nusu baba? Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya kulalamika. Hapo sasa Danieli moyo wake ukalipuka kwa msisimko wa ajabu. Jamani baba, lakini hayo magari tunaweza kununua tu kwa wakati wake. Mimi naona kwamba tungeanza na mafuta kwanza. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Mona Lisa. Danieli alikuwa anazidi kusisimka kwa kusikia mazungumzo yale. Basi sawa baba, lakini sasa itabidi niombe msaada wa polisi, kwa sababu milioni 200 ni pesa nyingi sana. Alikuwa anazidi kuzungumza pale Mona Lisa, na safari hii mapigo ya moyo ya Danieli yanasimama kabisa kwa sekunde kama 2 na kumfanya avute pumzi kwa tabu, na hiyo ilikuwa ni kutokana na msisimko wa ajabu uliomkumba mara baada ya kusikia pesa shilingi milioni 200. Kwa sababu kusema kweli kabisa, kwa mwaka huu wa 2005 milioni 200 zilikuwa ni pesa nyingi sana, ambazo zilikuwa zinatosha kwa bajeti ya mwaka ya wizara katika serikali. Basi sawa baba, utanijulisha tu muda wa kupokea hizo pesa hiyo kesho. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa sekunde chache kabla ya kuagana na baba yake, na kisha simu ilikatwa. Jamani baba, yani pesa yoyote mimi nitaibebaje? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya kulalamika mara baada ya kukata simu. Amesema ni shilingi ngapi? Anauliza pale swali Danieli, ambaye pia alikuwa amesikia kuhusu kuwapigia simu polisi. Eti anasema kwamba ni milioni 200. Wacha kwanza niwapige simu polisi na uulize utaratibu wa kuomba ulinzi, ili kusudi kesho apate kunisaidia. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaanza kubofya simu ni kama vile anampigia mtu fulani. Hebu subiri kwanza Mona Lisa. Anazungumza vile Danieli, na huku alikuwa anamzuia Mona Lisa asipige simu, na Mona Lisa kweli kabisa anaacha kupiga simu. Kwani hizo pesa unazichukua wapi na kuzipeleka wapi Mona Lisa? Anauliza pale swali Danieli. Nitakuwa nazichukua uwanja wa ndege na zipeleka nyumbani. Anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti yake ile ile ya kulalamika, akionyesha wazi kabisa kwamba hakuwa ameridhishwa na uchukuaji wa pesa nyingi kiasi kama kile. Hapo sasa kinapita kimya kifupi, ni kama vile Daniel alikuwa na kitu ambacho alikuwa anafikiria, na kisha akaibuka na mpango mzuri wenye sababu za msingi. Lakini sasa mbona hivyo, najua kwamba askari wa jeshi la polisi wengine wanakuwa sio waaminifu.
wanaweza kukufikisha nyumbani vizuri kabisa, alafu mwisho wa siku akawatuma majambazi kuja kukuvamia. Alikuwa anazungumza pale Danieli na kumfanya Mona Lisa astuke kama alikuwa ameona filamu ya kutisha. Na kumbe hata askari wa jeshi la polisi pia wanakuaga ni washenzi kiasi kama hicho. Sasa je? Sasa mimi hapa nilikuwa nakushauri kwamba bora usafirishe kimya kimya tu bila mtu yote kujua. Ukishaingiza pesa ndani, hakuna mtu yote ambaye atajua kwamba ndani kuna pesa, na utafanya mambo yako taratibu kabisa. Alikuwa anazungumza pale Danieli Kabazu kwa namna ambayo ungesema kwamba alikuwa sahihi. Oh, kweli. Kwa sasa njiani itakuwaje kama nikivamiwa alafu sina kabisa ulinzi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, akionyesha bado alikuwa na wasiwasi wa wazi kabisa. Sasa utavamiwa vipi Mona Lisa wakati hakuna mtu ambaye atakuwa anajua kwamba umebeba pesa kwenye gari? Kufopo cha msingi ni kwamba usijaribu kabisa kumweleza mtu yoyote ule. Ukishachukua mzigo wako, ingia kwenye gari na kisha anza safari yako basi kikawaida tu, wala upasu kabisa kuonyesha wasiwasi. Alikuwa anazungumza pale Danieli kwa namna ambayo Mona Lisa alianza kuondokewa na wasiwasi kwa kuona kwamba Danieli alikuwa anatoa wazo nzuri. Lakini Danieli ambaye hakuishia hapo, aliendelea kuzungumza tu. Na hivi unakumbuka ile siku zile pesa shilingi 120 tulizifikisha nyumbani salama kabisa? Alikuwa anazungumza pale Danieli ambaye ni kama vile alikuwa anazidi kumfanya Mona Lisa ajiamini kwamba hizo pesa nyingi atazipokea tu kawaida huko uwanja wa ndege na kuzifikisha nyumbani. Ni kweli kabisa Danieli. Basi kesho tutaenda wote kupokea huo mzigo huko uwanja wa ndege, ama unasemaje? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, akionyesha furaha ya kujiamini. Hapo sasa Danieli akaachia tabasamu fulani hivi. Hakuna shida kabisa Mona Lisa, ni wewe tu. Mimi niko tayari kabisa kufanya chochote ambacho unataka. Alikuwa anazungumza pale Danieli ambaye mara baada ya hapo alizungumza mawili matatu kabla ya kuaga na kuondoka zake kwa makubaliano ya kwamba watawasiliana hiyo kesho kwa ajili ya kwenda uwanja wa ndege kule Ukonga kupokea hizo pesa ambazo Mona Lisa alikuwa amesema zinatokea Mbogoland kwa ndege, huku Danieli alikuwa anasisitiza kwamba Mona Lisa asimweleze mtu yoyote kuhusu kupokea hizo pesa. Ukweli Danieli alikuwa anaendesha gari na huku njia nzima alikuwa anachachawa kwa kuona mwanzo wa utajiri pamoja na maisha mazuri, akiona wazi kabisa nyumba kubwa ambayo ilikuwa imepambwa na magari ya kifahari mbele yake. Danieli anavuta picha jinsi vile ambavyo atakuwa nakula raha za dunia akiwa pamoja na wanawake wazuri zaidi ya wale waliokuwa na njaa ambao huwa anakesha pamoja nao usiku kucha kwa mtungo katika kitanda kimoja. Lakini pia wakati huo bwana Danieli alikuwa anapiga simu kwa mama yake Sabrina, ambaye hakuchelewa kabisa kupokea. Alipokea mara moja ili kusudi apate kumweleza huu mpango ambao ulikuwa mbele yake. Msikilizaji, sote tunatamani sana kujua itakuwa vipi hiyo kesho katika kupokea pesa huko uwanja wa ndege. Pesa ambazo kusema kweli kabisa ni nyingi, zaidi ya shilingi milioni 200. Kwa mwaka huu 2025 tunaweza kusema kwamba labda ilikuwa ni sawa na bilioni 1 ya sasa. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 17. Na hiyo nafikiri kwamba itakuwa ndio sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu. Inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Mbogo Edgar. Majina yangu anaitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi.